My name is Sikasturi Logo Karaoke, born in 1998 by two parents who are Joseph Karaoke and Tamila Wajiro. I was born like this with a condition called cerebral palsy. It is a condition which is affected by brain, and by telling this story you will be inspired, you will be encouraged na ujue kuna maisha baada ya kuzaliwa ukiwa mlemavu. Kwa hivyo nilivyowaambia nilizaliwa hivi niko, na wazazi wangu waligundua niko na shida nikiwa na miaka miwili. Kwa hivyo nikaanza kliniki hapo Kiambu Hospital, nikaanza kufanya mazoezi, nikaonekana kwamba naweza hadi kusoma shule za kawaida. Nikaanza kutembea nikianguka. Niliweza kujiunga na shule chekechea ambayo ilikuwa ya my aunt, na nilianza masomo polepole, lakini haikuwa rahisi kwa ajili ya kuandika, kusikizana na wale watoto. Kwa hivyo ilikuwa very challenging, lakini haikufanya nisiweze kuendelea na masomo. In 2007 niliweza kuenda shule ya msingi ya Georgetown. Hapo ndio sasa niliweza kujikubali kwa ajili it is a special school. Kwa hivyo niliweza kuona kwamba si mimi tu, niko watoto wengine, ingawa sikuwa nimezoea kuona watu na wheelchair, crutches. Kwa hivyo nilikuwa na wakati mgumu kuzoea yale mazingira. So I started performing when my parents were supporting me, were encouraging me. So my performance was good, and I was improving even my mobility, my speech. Lakini nilichelewa pia kuingia shule kama wale watoto wadogo, na nikaweza kuwa nikiongoza darasani na pia kufurahisha walimu na wazazi. Lakini nilipokuwa in class 3, I did not like the school. And so because I was in a boarding school, nilikuwa na miss wazazi. So nikaleta shida sana niondolewe hiyo shule nipelekwe in a day school. Kwa ajili nilikuwa naona nakosa wazazi
wangu sana. Eso niliambia babangu mimi sisomei boarding tena, alinipeleka day school. Na ingawa wazazi wangu walikuwa marafiki wa karibu na wananisikiza, waliweza kuniondoa shule ya msingi ya Jota, and they transferred me to another school, a normal school. Hadi wakati nilienda to a normal school, I was still performing well, so I did not fail to perform well. I was excelling in my academics, so nilisoma kutoka class 4, 5, 6, and that is in 2012. In 2012, that's when I usually tell people that my life started. This was not just a life, was an extra life, an extraordinary life, with a lot of difficulties, with a lot of challenges. I was about to give up kwa ajili sikuwa nimejikubali. Hapo ndipo wazazi wangu walitengana, because I had a sister who passed on in 2010, and now in 2012. Kwa hivyo haya mambo ndio wazazi waliachana. Niliweza kujiuliza maswali mengi sana. Mimi ni wa nani? Niko na ulemavu, niko na shida nyingi sana. Ninahitaji wazazi wawili ili wanipe huo motisha, lakini sasa wameachana. So nilikuwa na mawazo mengi na nikaona sifai kuishi tena. Niko darasa la 6 wakati huo, nilikuwa na perform vizuri, lakini haya mambo ya wazazi imekuja kuniletea tashwishi lingine. Kwa hivyo niliweza kufikiria vile nitajiua, vile nitaondoka hii duniani, because nilikuwa nimefika mwisho. Nilikuwa nimeona mimi sifai, mimi sina maana katika hii dunia, na kwa hivyo niliweza kujaribu kujiua mara kama 6 hivyo, lakini sikufaulu. Niliweza kujiuliza kwa nini napitia haya. Na kwa hivyo, kwa ajili nilikuwa nimetoka shule ya ulemavu, niliona heri kurudi huko, because it was a boarding school, kuliko kusomea day school. Nione wazazi wangu hawayuko pamoja, heri mimi pia niende boarding school, nikae maisha yangu. Na nilirudishwa shule la msingi la Jota, na ingawa pia nilikuwa na mawazo
whereby I was diagnosed with ulcers, vidonda vya tumbo. Niliweza kuona hadi sasa kufa, lakini nilipewa ile motisha na walimu, nikapewa tumaini, na wakati huo niliweza kupata nafasi na kukutana na waziri wa masomo Jacob Kaimenyi. Kwa hivyo wakati nilikuwa shule nilikuwa naweza kujaribu kusahau yale yanaendelea nyumbani, but when the school was closed, nikaenda nikapata my former teacher in a certain school was now the wife of my father. So that's when I came to realize that this life is not fair at all, and life was very difficult. Siwezi kuamini jambo hilo, nilikuwa nateseka mno, niliambiwa maneno machungu sana, nilipitia mambo magumu. Kwa ajili siku hiyo hatukuwa tunakaa na mama yangu. So in class 7 I decided that to move from childhood to adulthood. Na pia hiyo ni story ingine ambayo iko na machozi sana, lakini niliweza kupitia yote na nilishinda. Nilifikiria nini itanisaidia angalau nipate alama za kwenda chuo cha upili, ama nini kitafanya ili nipate alama nzuri, lakini niliweka bidii, niliweka hiyo motisha, nikajikubali na niliweza kupata alama ya 252, 252 in KCPE, and ni mimi nilikuwa wa kwanza kufanya KCPE kutumia kompyuta, kwa sababu wakati tulipatana na Jacob Kaimenyi niliweza kumuelezea yale napitia ama changamoto zile napitia masomoni. Kwa hivyo niliweka bidii. Nilipokuwa nikienda kidato cha kwanza, pia another challenge came, and my stepmother did not want me to continue with my studies. Alikuwa anataka niende training kama ya kushona viatu, kushona nguo, lakini niliona hapana, nikaleta shida sana. Nikaambia baba yangu, hapana, mimi nataka kusoma, nataka hata kama nitapata alama gani, nataka kufika hadi chuo kikuu ili niweze kufaulu. Kwa hivyo
kulikuwa na huo msukumano, nikakosa karo kwa ajili alisema kwanza mtoto wake wa chekechea kwanza alipiwe karo. Kwa hivyo niliweza kumuuliza kati ya chekechea na kidato cha kwanza ni gani iko na maana, lakini nashukuru Mungu niliweza kufika kidato cha kwanza na nikaanza masomo, ingawa mama yangu mzazi alinishikilia na nikaanza masomo yangu hapo tarehe 9 mwezi wa pili 2015. That's when I joined Form 1 shule ya upili ya Georgetown, na hapo ndipo pia life nikaanza pia kuanza kuandika kitabu, nikaanza kupewa motisha, nikaambia walimu yale napitia, yale napitia nyumbani, na wakati nilipea maisha yangu Yesu Kristo niliweza kuwa nikifaulu, na huo mwaka ukaisha na changamoto mingi. Kwa ajili ya kuandika ni changamoto pia, nikasema lazima nitafanya KCSE kutumia tarakilishi. Kwa hivyo sikujua ni waza wapi, lakini niliweza kuingia Presidential Award. Ni club ambayo inahusika na Young People Initiative, na kwa Mungu, kwa neema ya Mungu niliweza kupatana na Uhuru Kenyatta ambaye ni our president today, na nikaweza kumweleza yale napitia, yale nataka. Changamoto sikuwa na uwezo wa kununua laptop, kwa hivyo nilichukua hiyo nafasi niweze kumuomba nisaidie na ile tarakilishi ili niweze kufanya mtihani wangu wa mwisho. Na kwa hivyo niliweza pia kufika State House, and school was happy. I was not a leader in school, but I was doing well. I was motivating others. I was dreaming to be an author. I was dreaming to be an IT expert, motivational speaker. And that time, I remember during a midterm period, I got a grade that was not good, and so my dad was not happy. So nilipigwa vita ambayo iliweza kuniaffect miguu yangu,
'Cause I remember that day nilifika Rika, sikuwa naweza kutembea kwa ajili ya ile damu ambayo ilikuwa inamwagika miguu yangu. Nilichukua pikipiki na nikaenda shuleni. Walimu kuona hivyo walitaka kujua nini kimefanyika, na nikaweza kuwapea ile stori yangu ili waweze kuelewa. Na my mother was called and she came and I told her my own story, what happened. Na hatukuwa tunaelewana na stepmother, and so life was not good. Na hapo ndipo mama yangu aliamua sasa tutaishi naye, na tulikuja Wetania whereby we are living. And from that day my life transformed, my life changed. Nikapona hadi vidonda za tumbo, niliweza kupona na nikafanya kidato cha 4 na nilifaulu na nikaweza kujiunga na shule la Vision Empowerment Institute of Professional. And when I came out of school, I started thinking of how I can publish my book. And that's when I started editing, kutafuta msaada. And so it was a bit challenging. And I went to a certain cyber and I told him I want to publish a book. And alinisaidia vile tutarejesha hicho kitabu. Niliweza kuzurura mitaani kutafuta publisher na nikapata ni changamoto, but I was able to publish my book, and here it is. It is called Your Condition is Not Your Destiny. This is a book that has really inspired me and inspired many people. What contains here is my little story and some advice I want to tell to you. I was a drug addict. Nimekunywa pombe, nimejaribu kuuza hadi bangi, lakini hiyo si maisha ambayo Mungu alikuwa anataka niishi. There is another life God wanted me to live. Na nimekuwa Kameme TV, MTN TV, and recently I was able to be published in a Daily Nation magazine. You can look at
their magazine, Parenting Part, page 7, on August 5, 2020. And I am also at school nafanya information and technology, artificial empowerment. Although it is a challenge, I know I shall conquer. I'm also expecting great things in my life. I am expecting to marry a beautiful wife with many children because yes I can and I can go beyond my limits. To be born disabled will never make you not to achieve many. And I want to remind you that to be born in a garage will never make you a mechanic. The same way Jesus was born in a manger and he did not become a cow. So I want to encourage you, my viewer, whoever will see this video, that even if you have any condition, your condition is not your destiny. I know you can go, you can achieve more than I have achieved. And I know whatever you dream of, it is possible. What you need is to just you put God first. When you put the word go in the word disable, it means God is able. So I know God shall bless us all. Thank you.